haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si matendo, mtu awe yote asije akajisifu. Yaani tumeokolewa, tumepewa zawadi ya wokovu kupitia Yesu Kristo. Ni kipawa cha Mungu, ni neema, wala si matendo. Matendo mazuri hayawezi kumfikisha mtu mbinguni. Wokovu ndio unaweza kumfikisha mtu mbinguni kupitia jina la Yesu. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba wokovu si mshahara wa matendo yetu mema tunayofanya kila siku, bali ni zawadi ya neema ya Mungu. Ni zawadi ya neema ya Mungu. Kwa hiyo ni wa thamani sana, tunatakiwa kuutunza. Ni wa thamani sana. Na hii ni kwa sababu tu ya ule upendo wa Mungu ambao alivyotupenda. Kwamba ingawa mwanadamu alimkosea Mungu, dhambi iliingia duniani, mwanadamu akamwacha Mungu, lakini kutokana na upendo wake mkuu alionao kwetu, alifanya mpango wa kumrudisha mwanadamu kwenye ushirika wake. Ukisoma Warumi 5 mstari wa 4 inasema, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kwa hiyo Kristo hakufa kwa sababu sisi ni wasafi, tuna matendo mema. Alikufa tungali wenye dhambi ili atuokoe. Kwa Mungu alionyesha lile pendo lake mwenyewe kwetu sisi. Tulimkosea lakini alionyesha pendo lake. Hata leo bado tunaendelea kumkosea, lakini yupo anakuita, sema mwanangu njoo. Bado ninalionyesha pendo langu. Bado Yesu yupo. Bado mpatanishi yupo. Bado njoo kwangu, na wakati ndio huu, njoo, saa ndio hii. Hakuna ajuaye kesho yake, saa ndio hii, njoo, anakuita. Kwa hiyo Mungu huokoa watu kwa sababu Mungu haokoi watu au hakuokoa watu kwa sababu walikuwa wema, ila Mungu yeye anawaokoa kwa sababu aliwapenda, kwa sababu anawapenda. Hata leo hii wakati huu Mungu aweza kukuokoa kwa sababu anakupenda. Haijalishi umefanya dhambi za aina gani. Haijalishi kwamba jana tu siku umetoka kuzini na mke wako ajue, mume wako ajue. Haijalishi kwamba umefanya uasherati wazazi wako hawajui, ndugu, ila Mungu anakuona. Haijalishi kwamba umetoka kuanga, haijalishi kwamba umeua, umefanyaje. Mungu yeye anasema njoo na mizigo yako. Mimi ninakupenda kwa sababu nataka uishi maisha ya utimilifu na ukurithi uzima wa milele siku yako ikifika. Kwa hiyo upendo wa Mungu hautegemei hali yetu. Hautegemei. Bali ni tabia yake ya upendo na rehema alionayo. Mungu ni wa rehema, Mungu ni wa upendo. Tabia yake ya upendo.